Leo tumeshiriki ibada kwa ajili ya kumuombea ndugu yetu ama mpendwa wetu Mdude Nyagali ambaye alivamiwa na kutekwa mnamo tarehe 2 usiku wa manane. Na leo tulikubaliana jana wanambea wote tushiriki misa hiyo kwa ajili ya kumuombea heri huko aliko, ili Mungu ikibidi aweze kujibu, kwa sababu wanadamu peke yetu kwa akili zetu hatuwezi chochote. Kwa hiyo tumekwenda, tumefanya ibada hiyo na tumeimaliza salama, na wamemuombea, na tunaamini sasa kupitia maombi na Mungu mwenyewe yamkini Mdude akapatikana. Hiyo ndio imani yetu ambayo tunaendelea kuiombea. Na jambo la pili, tulikwenda kwa ajili ya kutoa pole kwa kanisa la Roman Catholic, nasi tutumie pia fursa hii kutoa pole kwa Askofu Mkuu Baba Mwashamu, Askofu Nyaisonga, pamoja na kanisa zima na watumishi wote kwa mpendwa wetu ambaye ni daktari na padri Charles Kitima, ambaye wote tunakumbukwa naye alivamiwa. Na hivi tunavyozungumza yuko hospitalini. Kwa hiyo tulipeleka nalo hilo ombi kwa ajili ya kumuombea heri, ili arejee kwenye afya yake ya kawaida na arudi katika kazi yake ya kiroho ya kumtumikia Mungu. Hicho ndo kilichotusibu kwenda kanisani. Tumerejea kambini tena kwa ajili ya kushinikiza yale mpaka pale Mdude apatikane. Mpaka atakapopatikana, na pia tunasubiri viongozi wetu wa kitaifa ambao watakuja kujoin pamoja nasi, akiwemo naibu katibu mkuu Mheshimiwa Gorugwa, pamoja na mwanasheria wa Tanganyika ama rafiki yake Mdude Mheshimiwa Mwabukusi, ambaye naye atakuja kujoin pamoja na sisi. Na jana kiongozi wetu wa kitaifa kwa maana naibu katibu mkuu amezungumza na umma wa Tanzania na akitoa wito kwa IGP Mheshimiwa Wambura kwamba atoe tamko sasa ni nini forward, kwa sababu leo tunazungumza ni siku ya 9 Mdude hajapatikana. Sasa sisi kama wanadamu na ambao wanachama na ndugu tunashindwa kuelewa ni kwamba huyu mtu imeshindikana, kwa sababu mpaka leo hatujapata taarifa kwamba ni nani anashukiwa, ni nani ameujiwa. Kwa hiyo bado tupo kwenye mzungumkuti mkubwa, na ndio maana ametoa masaa 72, na mimi naendelea kwamba tunatoa wito ule wa masaa 72, angalau IGP atoe tamko, lakini RPC mkoa wa Mbeya na yeye azungumze na umma kwamba ni nini sasa kinaendelea baada ya hapo. Na sisi hatuwezi tukaendelea muda wote kuwakalisha watu kambini hapa bila kuwapa deadline ni nini tunakaa, kwa sababu gani. Siku ya 9 tuko hapa, mwisho wenzetu watakapokuja nafikiri tunatamko ambalo tutalitoa sasa ili kushinikiza zaidi mpaka pale Mdude atakapopatikana. Na ikibidi nafikiri kuna haja ya kusogeza kambi maeneo hayo ambayo tunafikiri Mdude yupo huko, ili wote tukasaidiane kutafuta. Tumeenda kushiriki ibada kwa ajili ya Mdude ambaye damu yake imemwagika kwenye ardhi ya Yuambi, ambayo hii ni ardhi ya Tanzania. Imegusa ardhi damu ya Mdude. Hasa damu ya Mdude inapiga kelele, na ndio maana unaona leo umati, unaona kambi, kwa sababu ni sauti ya Mungu inapiga kelele. Hii ni sauti ya Mungu inapiga kelele kupitia damu ya Mdude. Sauti ya Mungu inapiga kelele kwamba Mdude yuko wapi na ni nani aliyefanya. Ingawa wanajulikana waliofanya na taarifa zipo, lakini vyombo ambavyo vipo vimewekwa kwa mujibu wa nchi havitendi kazi iliyowapasa. Matokeo yake wanatishia watu. Kwa sasa hivi tunajujua mazingira tunayopitia, hatuko tayari kutishika. Tunasubiri kauli ya viongozi wetu wa kitaifa masaa 72. Ikitimia hivyo vitisho vyao, sisi tumemwambia Mungu, tumemtamkia Mungu kwamba damu ya Mdude haiwezi kupita bure. Na hii ni mashtaka mbele za Mungu. Tumekwenda kufanya ibada kupeleka mashtaka kwa Mungu, na mashtaka haya atayajibu Mungu. Na Mungu anasema hivi, anaonya mikono imwagayo damu na miguu iendeayo uovu. Mungu anaonya, ukisoma Biblia. Kwa hiyo hao waliofanya ni wanadamu, wamezaliwa, wameumbwa na amewaumba Mungu. Kwa hiyo uhai alionao mwanadamu yoyote anayepumua, wakiwemo hao maaskari, ni uhai wa Mungu, haruhusiwi mtu yoyote kuuondoa. Kwa ibada yetu ya leo ni mashtaka mbele za Mungu, kumlilia Mungu kwamba tunamtaka Mdude, tunataka na hao waliotenda hayo mambo na hao wanaopanga na hao wanaotuma iwashughulikie. Baba wa taifa aliasisi vyama vingi.
Kwa hiyo alisema tuenzi mifumo yake mizuri, tupendane. Ndio maana kulikuwa na ujamaa. Leo hii uchu wa madaraka umewatawala kuliko utu wa wanadamu. Ni heri ukaongozana na mnyama, sio binadamu. Nyinyi polisi mnatutesa sana. Mnatutesa. Tunapata uchungu sisi kama akina mama. Kwa nini mnafanya vitu kama hivyo? Watoto wengi wanazidi kuwa mayatima barabarani, wanakuwa machokora. Tunawaona hawana wazazi. Leo hii mnamwacha mtoto yule mdogo, atakuwa ataishije? Anahitaji matunzo ya baba. Nyinyi mnakula rasilimali za nchi hii. Lakini sisi tunahangaika. Tutamlilia Mungu wetu aliye juu, atatumulikia. Iko siku isiyojulikana Mungu atakuja kusema nanyi, na mtakuja kutoa ushuhuda huu. Kama damu za watu mmeona ni heri kuliko binadamu, utu wa mwanadamu, basi tunawaambieni lipo siku, hakuna jambo lisiokuwa na mwisho. Yote yanakuwa fanya nini? Yana mwisho. Mnashuhudia wenzenu wa Kenya wamepata ajali, lakini binadamu wamepita wakiwaangalia. Wanakufa kwa uchungu, wanalia, lakini binadamu washindwa kuokoa. Tufike huko. Tunaomba Watanzania wote popote mlipo, kemeeni makanisa, kemeeni. Sio kwamba hatuna kazi ya kufanya. Tunalia kwa ajili ya Mdude ndugu yetu. Tunaomba, sio kwamba sisi hatuna akili. Tunaomba huko mliko mweka. Na kama mmeenda kumzika makaburi ya Uyole, ninaomba mkafukue maiti mtuletee. Maana mlimchukua ndani, hatimaye mkamtoa nje. Mmempiga, mmemuumiza. Sasa hivi mnaanza kutusakama eti tuwatafute mashahidi wale waliosema. Hatuna shida nao. Nyinyi mnawajua na tena mliwatuma. RPC, wewe ni mwanaume, una mke na watoto. Lakini kumbuka kwamba kila jambo la mwanzo lina mwisho. Haya yote unayoyafanya, ujue kwamba ni kizazi cha watoto wako au ni adhabu ya watoto wako. Sisi hatuna la kusema, ombi letu tunaomba Mdude mturudishie. Mimi niko hapa na wanachama wengine, ni zaidi tangu tarehe 3 tuko hapa tumepiga kambi kwa ajili ya kumtafuta mwenzetu. Na wanachama kutoka maeneo mbalimbali wako hapa. Hatujaja kufanya sherehe wala kufanya nini, lakini tumesema sasa tunataka kupitia hili la Mdude liwe ni swala la mwisho kwenye utekaji. Kama wenzangu walivyosema tangu awali, jeshi la polisi ndilo lililo na Mdude mpaka sasa. Kuna fakti chache nataka niwaambie waandishi wa habari na Watanzania wengine muelewe kwamba ni nani, kwa nini nasema jeshi la polisi liko na Mdude. Siku Mdude ametekwa walipewa taarifa saa 8 usiku. Kwa sababu kwa wanajua wanakompeleka, walifika saa 4 asubuhi. Jambo la kwanza. Hiyo draining time ilikuwa ni ya nini? Leo ukiwaambia kuna maandamano ya Chadema, wala hata masaa mawili hawamalizi, wanafika. Tunajua walikuwa wanajua na wao walikuwa na Mdude muda wote huo. Hiyo ni fact ya kwanza. Fact ya pili, RCO wa Mbeya alikiri na kakana kwamba wale waliotajwa na shahidi wetu kwamba ni jeshi la polisi, ni watumishi wa jeshi la polisi. Amekana. Jana nimeona kuna barua na ipo kwenye uvuti ya jeshi la polisi taifa. Inatisha watu ambao tumesema kupitia kwa kiongozi wetu wa chama taifa, naibu katibu mkuu, tumesema kwamba kwa sababu Mdude yuko kwenye jeshi la polisi, yuko na waarifu tunaofahamu kwa majina na kwa sura, tunawafahamu kwenye makazi yao. Tumesema tunakwenda kumsaka Mdude kwenye majumba yao na kwa ndugu zao. Ametoa kauli ya kututisha. Si mnamuita kuzaga Mimi bahati mbaya hapa mimi sio mwenyeji wa Mbeya. Ni mwenyeji wa Songwe. Angekuwa RPC wangu ningempa onyo kali. Lakini kwa sababu ni watumishi wa jeshi la polisi, muambie waandishi wa habari na amfikishie habari kupitia media hii kwamba asicheze na hisia zetu. Sisi sio wajinga mpaka tumekaa kufanya maombi. Sisi sio wajinga mpaka tumekaa kambini kumvumilia tutetee Mdude. Sisi ni binadamu. Tunaweza tukafanya lolote lile. Na kama anajua si viongozi listi zake za kuteka zipo, tunaweza tukaamua tuteke leo au tupige risasi hadharani.
Kwa sababu wameamua kupoteza. Atupoteze hadharani. Na nienda kutoa onyo. Akizuriwa mtu yeyote wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, waandishi wa habari, mjue ni Kusaga ameshatoa onyo. Mjue ni jeshi la polisi. Na jeshi la polisi linajithibitishia kwamba wao ndio watekaji wakuu. Pointi nyingine, waandishi wa habari, mkamwambia Kusaga kama tunataka kumhoji, mumwambie kama kweli jeshi la polisi lilituma watu kuja hapa Mbeya kuchunguza tukio la Mdude, ni nani amekamatwa? Shahidi yupo. Wakati wanaenda kumteka Mdude, kuna mtu alimshikia nyundo mke wa Mdude. Kulikuwa na mwanga, kulikuwa ana hakuvaa maski. Nielewe, hakuvaa maski ya kujikinga. Uso wake unaonekana. Ameitisha paradi ya kutambua maskari hao. Ameitisha paradi ili kusudi utambue kwamba watu wako hawahusiki. Kama wewe ni mwema, kwa sababu kuna mtu aliyeona kwa macho, itisha paredi. Tutambue hawa kwamba hawa ndio watumishi wako wote. Hakuwepo. Lakini tunasema watu wa ofisi ya RCO walihusika, walionwa, na bado ushahidi upo. Leo wanang'ang'ana wanataka kumhoji Eze. Badala ya kumtafuta muhusika, mbona sisi tunakamatwa upelelezi ukamiliki? Kamata hao watu. Ofisi ya RCO, ofisi ya RPC, ofisi ya IGP. Kamata hao watu, tutakuletea mashahidi. Tunafahamu mpaka sura. Na majumbani mwao tutakwenda. Tutamtafuta Mdude, tutakuletea Mdude, tutakuletea na waliofanya uhalifu. Si wafahamu? Wafahamu sio hivyo? Mkamwambie ndugu zangu waandishi wa habari, IGP, kwamba kuna itments, kuna kipindi cha mwisho cha uvumilivu. Ni kipindi kilichofikia. Mimi mwenyewe nasema mimi nimefikia kwenye kipindi cha mwisho cha uvumilivu. Mdude sisi ni mwanetu. Amekuwa anafanya kazi, hatujamsikia akiwa mwizi hata siku moja. Hatujamsikia kwa tukio wote la uhalifu. Wala hatujamsikia kwamba ameshikwa ugoni. Tunajua jeshi la polisi ndio liko na Mdude. Kwa hiyo tuombe masaa 72 ni serious ambao katibu mkuu alitoa. Na niwaombe watu kutoka majimbo mbalimbali na mikoa mbalimbali waendelee kuja Mbeya.